Happy Thursday watazamaji, karibuni ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa kule Homa Bay County siku chache baada ya Edwin Sifuna pamoja na timu yake ya Linda Mwananchi kufanya a very successful political rallies, jambo ambalo kwa kweli liliwashangaza baadhi ya viongozi kutoka kule upande wa Homa Bay, kwa sababu huenda mipango yao vile ambavyo walikuwa wamepanga kina Edwin Sifuna wakuje kufungiwa wasiingie kule Homa Bay County haikuweza kufaulu. Kabla sijawafahamisha kwa kiongozi za wangu, ningependa kuomba muweze kulike video na pia muweze kushare ndiposa iwafikie watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, baada ya fujo na ghasia ambazo zilishuhudiwa kwenye timu ya Linda Mwananchi kule Homa Bay County, sasa serikali imeanza kuwasamon baadhi ya viongozi kutoka kule Homa Bay. Mbunge wa Homa Bay Town Mheshimiwa Peter Kaluma ni mmoja ya viongozi ambaye alikuwa summoned, na hapo jana ndio tarehe ya mwisho ambayo alikuwa ameambiwa ajifikishe kwenye ofisi za NCIC kule jijini Nairobi, lakini bado hajaweza kufika na hatuoni hatua yoyote ambayo inachukuliwa dhidi yake. Lakini kama ingekuwa ni kiongozi kutoka kwenye upande wa upinzani, sasa hivi angekuwa amekujiwa, hata akungekuwa na time ya kufanyiwa summoning. Mbona hii serikali ya Kenya Kwanza inafanya kazi na upendeleo, inafanya kazi kwa kupendelea, mpaka kuna baadhi ya viongozi ambao wanasema ya kwamba mimi siwezi nikakamatwa kama kiongozi fulani hajakamatwa. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Linda Mwananchi wakilalamika vile ambavyo ili swala la mavamizi yalifanyika kule upande wa Homa Bay County linaendelea kujikokota. Serikali inaonekana ni kama haiko bothered, lakini kama ingekuwa ni viongozi wa opposition ndio wangekuwa wamehusika kwenye hizo fujo na ghasia, sasa hivi wangekamatwa kama tu vile ambavyo mbunge Gawusha hakupewa nafasi ya kufanyiwa summoning. Yeye alikujiwa na maofisa wa DCI. Kabla sijakuwekea video, ningependa kukumbusha tena usubscribe hapa BM Daily Politics, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Mbona amuku summon Gagusha? Mbona Gagusha alishikwa? Just arrest that man, he belongs to jail. Why are you summoning him? Kiheshima na yule mwingine amuku summon. Ni hiyo ubaguzi inasema one term. Maana serikali imeshindwa kabisa deal with the citizens equally. Wacha tuweke serikali ambayo iko na capability ya ku treat all of us equally. We don't have special citizens and wengine ambao sio special. And wengine ambao wanakaa juu ya sheria, wengine tunakaa juu ya sheria. Hapana. The law is supreme. This is what tufanye kazi chini ya sheria. Ukishika nani yule Gagusha? Yeah. Shika Kaluma. Yes. Shika Duale. Unajua mawaziri wanafikiri kwamba they are above the law. Hata vile wanaongeanga tu wanasema msiposhika huyu hadi mwezi kunishika. Just like that. Atishika Rigiji ndio unishike mimi. Na polisi tu wanafuata tu, ametoa amri namna hiyo bwana. Kweli. We must save our country. Demand the immediate and firm action against the Linda Mwananchi leadership for the violence meted against our people. We ask the state security apparatus, and I mean the state security apparatus, and they are under the constitution. It is not just the police, including NIS, the state security apparatus, including KDF, to arrest, investigate, arrest, and prosecute Governor James Orengo, Honorable Babu Owino, Honorable Karoli Omondi, and Edwin Sifuna for planning, killing, and maiming our people under the guise of the 16th August rally. I've done politics here. This is my 15th or 16th year. I have never had a single incident where any violence is associated with me or my campaigns. This is my 15th year. It is something we have never done. It is something we cannot start doing now. So also for those who are dragging our name into this matter just by virtue of the fact that we are the governor of this county, without any shred of evidence of any association or involvement. And I want to ask the law enforcement, please take action and take it impartially. Yeah, take it impartially. If anybody was involved, take action. It doesn't matter their political persuasion. Yeah, people to exercise restraint, and our young people, let people say their thoughts, let people go, but also the people who are coming.
let them not come for war. This is politics, it's not war. The kind of machetes we saw, the kind of guns, the kind of people we saw here, the kind of all the things that they came with, it looked like it wasn't for politics. It might have been for something different. So I'd like to urge anybody who's coming, everybody is free to come anywhere. But please just come. If you're coming for politics, come and do politics. If you're coming for, there's no need to come for war. It is not war. It is only putting your idea. Na mtazamaji, licha na lawama ambazo zinaendelea kushuhudiwa sasa hivi kati ya team ya opposition na viongozi kutoka kule Homa Bay County, ni serikali tu pekee ndiyo iko na uwezo wa kufanya uchunguzi na kuwasamon wale ambao walihusika kwa njia moja ama nyingine kuchochea hizo fujo na ghasia kule upande wa Homa Bay County. Tayari mbunge wa Homa Bay Town Mheshimiwa Peter Kaluma aliweza kuwa summon, lakini inaonekana some leaders it's like they are above the law. Hawa viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza ni kama they are the ones who are dictating what the government should do. NCIC ilikuwa imemsummon hapo jana tarehe 19 ndio siku ambayo alikuwa ameambiwa ajifikishe kwenye ofisi za NCIC kule jijini Nairobi, lakini hakufanya hivyo. Anasubiri nini? Mbona hakuna hatua yote ambayo inachukuliwa dhidi yake? Kwa sababu kama ingekuwa ni kiongozi wa opposition ambaye alikuwa summoned na akakosa kufika hapo jana, basi sasa hivi tungekuwa tunazungumza mambo tofauti, kwa sababu tayari angekuwa raided mahali ambapo alipo, akamatwa kwa lazima na afikishwe kule jijini Nairobi. Lakini unaona hawa viongozi wa Homa Bay ambao walikuwa summoned kule jijini Nairobi bado wanaendelea tu kuweka lawama kwenye timu ya Linda Mwananchi. Wanasema wao ndio walikuja na guns, ambao wako na panga, wakakuja kuwavamia watu wa Homa Bay, wakakuja kufunga barabara, wakakuja kuharibu mali. Lakini je, kama anaandika haya mambo yote kwenye mitandao ya kijamii, kama kuna evidence ya kwamba ni timu ya Linda Mwananchi ndio ilifanya haya mambo yote, mbona asifike kwenye ofisi za NCIC, andikishe statement, alafu from there NCIC itajua vile ambavyo itadili na viongozi wa Linda Mwananchi. Na ni kwa nini NCIC kaona yeye ndio ako na makosa? Mbona akakuwa summoned? Mbona sio Sifuna ambaye alikuwa summoned? Mbona sio Orengo? Mbona sio Babu Owino ambao walikuwa summoned? Ajiulizi ni kwa nini NCIC iliamua kumsummon yeye mwenyewe. Ni jambo ambalo tunaendelea kusubiri, watazamaji wangu, tuone hatima yake. Na gavana wa Homa Bay County Mheshimiwa Gladys Wanga, yeye anasema ya kwamba wale wote ambao walihusika, licha na political stand, licha na mahali ambapo wana support, wanastahili kufikishwa mbele ya sheria. Nobody is above the law. We cannot keep on allowing violence in political rallies. We cannot keep on allowing violence in particular leaders, especially the opposition leaders. Ni viongozi kama wale wengine wapewe fursa, wapewe nafasi, wauze agenda zao bila kuvamiwa, bila kufanyiwa lolote. Sasa kesho, watazamaji wangu, kule upande wa Emurua Dikir tunamsubiri former deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua afike kule kwenye mikutano zake za kisiasa. Lakini pia huko inaonekana mambo itachemka, kwa sababu wananchi wameanza kumuonya Rigathi Gachagua vile vitisho ambavyo Rigathi Gachagua alikuwa na vile vitisho ambavyo timu ya Linda Mwananchi kina Sifuna walikuwa wanavipokea kule upande wa Homa Bay, ndivyo hivyo vitisho ambavyo Rigathi Gachagua ameanza kuvipokea kutoka kule Emurua Dikir. Na tayari ameandika barua kwa Inspector General wa polisi Douglas Kanja, ahakikisha kwamba kuna usalama, ahakikisha kwamba timu yake italindwa na hakuna fujo na ghasia ambazo zitashuhudiwa siku ya kesho. Na kwa mimi hapo, watazamaji, lakini hebu niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section. Mnaona kweli baada ya zile fujo ambazo zilishuhudiwa kule Homa Bay, hizo ghasia, uharibifu wa mali, watu wakapoteza maisha yao, who should be responsible? Ni nani hao ambao wanastahili kuchukuliwa hatua wa kwanza kabisa? Na ni kwa nini mpaka sasa hivi mbunge Kaluma baada ya kukua summon hajaweza kufika huko na hakuna hatua yote ambayo imechukuliwa dhidi yake? Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment section. Na kabla sijatamatisha, ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, share na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msana bado watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na habari zaidi za kuwafahamisha.